Tunaanza uchambuzi wa kitabu chetu cha Asubuhi ya Matumaini, na kitabu hiki kimeandikwa mwaka 2024. Kwa hiyo ni kitabu kipya sana, na katika sehemu ya utangulizi wa kitabu hiki mwandishi amejaribu kutueleza kwa ufupi yale mambo ya msingi aliyoyazungumzia katika kitabu chake, na nitazungumzia mambo makubwa mawili ambayo nimeyapata katika sehemu ya utangulizi yanayoweza kuwa yamebeba kiini cha mashairi yote yaliyoko ndani ya diwani hii. Sehemu ya kwanza, mwandishi anajaribu kutueleza habari ya kuwa na matumaini, na mwandishi anajaribu kutueleza kwamba maisha ya mwanadamu ya leo hayaamui kesho yake. Maisha ya mwanadamu ya leo yanaweza yakawa yamejaa giza, yamejaa mawingu, yamejaa baridi, na hakuna tumaini linalofurahisha. Lakini kesho yake inaweza kubadilika, na kesho ya mtu inaweza ikajaa nuru. Asubuhi yake ikawa na nuru inayoleta tumaini, nuru inayofurahisha. Kwa jambo la msingi tunaloondoka nalo katika sehemu ya kwanza ni kwamba ugumu wa maisha, changamoto za maisha tunazokutana nazo haziamui hatima ya maisha ya mtu. Mungu ana uwezo wa kubadilisha jambo. Kwa hiyo hata maisha ya kiroho ya mtu yanayoonekana kwamba hayastahili, ni jangwa, kama Ezekieli anavyosema, mifupa inaonekana kuwa ni jangwa la mifupa, hakuna uhai, Mungu anaweza kuibadilisha na akaweka tumaini jipya, akaweka pumzi ya uhai, na jeshi lililokuwa linaonekana ni jeshi la mifupa likasimama likawa jeshi la viumbe hai. Lakini jambo la pili, maudhui ya mashairi haya ambayo mwandishi ameyaongea, mwandishi amezungumzia masuala ya afya, masuala ya biashara, masuala ya uchumi, lakini pia kurudi nyuma kiroho. Mwandishi anasema mambo haya yanapotokea kwenye maisha, anataka tuwe na mtazamo chanya ya kwamba tuzungukwe na nuru ya matumaini, kwamba licha ya mambo haya kuonekana kuwa ni magumu, Kristo Mungu ana uwezo wa kuyarekebisha. Sisi tunachopaswa kuwa ni watu wa matumaini ya kuamini kuna wakati ambao Mungu anaweza kufanya jambo la tofauti. Lakini jambo la mwisho tunaloliondoka nalo katika sehemu ya utangulizi ni kanuni ya uadilifu. Mafanikio yoyote ya mwanadamu yanategemea uadilifu wa kanuni, na hivyo kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, anatakiwa kuishi kwa kufuata kanuni za Mungu, sheria za Mungu. Unapozifuata sheria za Mungu ambazo ndizo kanuni za uadilifu zenyewe zinazozungumzwa, maisha yako hayawezi kuwa kama yalivyo sasa. Na hivyo kanuni za uadilifu zitatusaidia sisi kuishi katika maisha bora na kuwa watu bora walio na mchango katika jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo katika sehemu hizi tutakazozipitia, mawazo makuu ya mwandishi yanatulenga katika kuelewa na kufahamu vitu hivyo vya msingi ambavyo nimevieleza. Moja, tunapaswa kuwa na tumaini. Changamoto za leo haziamui hatima ya kesho. Lakini pili, ni kweli tutakabiliana na changamoto tena nyingi za kiuchumi, za kimahusiano, za kimaisha, za kiroho, lakini hata katika hizo bado Mungu ana uwezo wa kufanya jambo la tofauti na maisha yakabadilika. Lakini jambo la mwisho, katika yote hayo tunayotamani kufanikiwa, tubaki kutii sheria za Mungu na kubaki kuwa waadilifu katika maelekezo yake.
hapo tutafanikiwa.